Nimwombe sasa rasmi Baba Askofu atuongoze ibada yetu ya misa ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu. Ufalme wako ufie. Ufalme wako ufie. Baba, karibu sana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapoadhimisha sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu katika parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze, tuikabidhi parokia yetu hii mikononi mwa Mwenyezi Mungu katika majukumu mbalimbali wanayoyafanya, waombe afya njema na katika miradi walionayo hiyo, Mungu mwenyewe awategemeze miradi hiyo iweze kufikia mahali ambapo panatakiwa kwa uongozi wake yeye mwenyewe. Tujiombee sisi wenyewe kama wanajibu, tuombee umoja wetu, na hasa tunapomwangalia Yohane Mwinjili mwenyewe kama kioo chetu kama wanajibu. Tuwe na umoja, upendo, ushirikiano. Ndio dhamira kubwa ya sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu. Mungu aendelee kutubariki, kutuongoza, kuimarisha katika safari yetu ya kumwelekea yeye. Mheshimiwa sana Baba Paroko wa parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze, Mheshimiwa sana Baba Mkurugenzi wa utume wa lei jimbo letu la Bagamoyo, Mheshimiwa sana Baba Lucas ambaye ni mlezi wa moyo mtakatifu wa Yesu dekania ya Bagamoyo, lakini vile vile ni mlezi wa watoto wanaojiunga shirika la Roho Mtakatifu pale Bagamoyo. Waheshimiwa viongozi wa moyo mtakatifu wa Yesu jimbo na hata parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze, namwona vile vile mwenyekiti wa UWAKA jimbo la Bagamoyo, lakini vile vile mwenyekiti wa UWAKA taifa yupo pamoja nasi vile vile. Waheshimiwa waumini wote, kwa namna ya pekee wana moyo mtakatifu wa Yesu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ni mwema, ambaye anatuongoza katika maisha yetu, ambaye ametuwezesha kujumuika pamoja katika adhimisho hili muhimu la sherehe
ya Moyo Mtakatifu wa Yesu katika parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjili Chalinze. Tunaendelea kujikabidhi mikononi mwake daima, aendelee kutuongoza. Ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sherehe hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, linalotujia mioyoni mwetu na katika mawazo yetu, na hasa katika tafakari hii, tunamwona Mungu ambaye ni upendo. Mungu anaelezwa kwamba ni upendo. Katika sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Mungu ni upendo. Tunapoadhimisha Moyo Mtakatifu wa Yesu, tunamwona huyu Mungu ambaye ni upendo hayuko mbali na sisi, yuko pamoja nasi, anatuona, anaona mahangaiko yetu, anaona huzuni zetu, shida zetu, matatizo yetu. Anatupenda sana. Wakati mwingine sisi ni wakaidi, wakati mwingine tunaenda kinyume, lakini yeye anatupenda. Ni yeye anayetuongoza kuelekea katika toba kwa Moyo Mtakatifu, kama hatujaelewa vizuri moyo wake mtakatifu ulio wazi, unaowakili kila mmoja, usio na ubaguzi. Sisi tumeletwa katika unabagua, nampenda huyu, namchukia sisi, lakini yeye anakumbatia wote. Kiini cha maisha yetu katika safari yetu ya kumwelekea huyu Kristo, katika kumshuhudia katika maisha yetu kama alivyotuagiza, kiini cha Ukristo wetu si hofu. Naogopa kuadhibiwa, naogopa adhabu siku ya mwisho. Kwa nini kusali kusema adhabu? Ni kwa sababu ya upendo. Kiini cha maisha yetu ni upendo, na ndio maana kila mara tunasema kwamba tumjue vizuri Kristo ili tumpende ipasavyo Kristo. Na kwa sababu hiyo tutakatifuze akili zetu, tutakatifuze mioyo yetu, tutakatifuze utashi wetu, ili tuwe na uchaguzi mzuri katika safari yetu ya kumwelekea. Tunaona somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na tunaona sehemu hiyo Musa anatoa kama wosia kwa Waisraeli. Ni kama safari yao sasa ya ile miaka 40 jangwani inaelekea kuisha sasa, na wakati huo ameshaelezwa, wewe utaenda nchi ya Mungu. Anatoa wosia kwa watu. Wakati mwingine ukiangalia kwa makini, unaweza kufikiri kabisa kwamba hapa wakati bila anawaonya usio na majivuno. Kama wakati fulani sisi binadamu, wakati mwingine tunawasindikiza wenzetu ambao wametangulia, wengine kanisani, wengine sehemu nyingine yote amekufa. Unaweza kusahau sisi tutakufa, sina afya njema, ukujisahau. Hakuna mwenye haki miliki ya dunia. Na ndio nasema kwamba tusikae na minyongo, tusikae na hasira, tusiwe na uadui, tusikae na hizo hasira kiasi kwamba tunachukuliwa wakati tuna hasira. Tupatanishe, tusaidiane, tuongozane, tuwe wanyenyekevu katika kupokea. Kwa maana anapowapa wosia anawaambia, ni watu msikafikiri kwamba pengine Mungu amewachagua ninyi kwa taifa teule kwa sababu ya umaarufu wenu fulani, hata kwa sababu nyinyi taifa zito sana, hata kwa sababu labda nyinyi na nguvu sana, lakini
Anasema kwa sajili kwanza ni kwa wachache sana, wadogo sana. Kati ya watu kundi wadogo kabisa. Si kwa sababu ya umaarufu wenu, si kwa sababu ya kitu chochote kile. Ile cha kwanza, amewachagua ninyi kwa sababu anawapenda. Kwa maana amewachagua, anawapenda. Lakini la pili, anatimiza ahadi alizowawekea baba. Anatimiza kwa aliwapenda, na kwa sababu aliwapenda ndio maana akawatafuta, na ndio maana aliwalinda katika safari yenu. Aliona mnavyoteseka Misri katika utumwa, kwa mkono wa Mungu akawatoa katika utumwa. Pamoja na hayo, katika safari ya Waisraeli tunajua kwamba mara nyingi tu waliabudu Mungu. Musa ameenda kuchukua amri mlimani, huku tayari ameshatengeneza ndama wa dhahabu wanamwabudu. Na kusema huyu ndiye aliyotoa katika nchi ya Misri. Ameshasahau. Ni hawa ambao wanaenda nchi ya ahadi, lakini pamoja na hayo wanasahau yote. Na viongozi wao wanakuwa kinyume. Sasa naanza, aliwapenda nyinyi, aliwatafuta, aliwalinda, aliwaongoza, aliwakumbusha kuwa waaminifu katika agano mliloweka. Anawakumbusha kwa sababu hiyo ni msala anawapenda. Ndio maana tunapoadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, tufike kipindi sasa jiulize, sasa upenda nini? Ni kama nyimbo zinazoimbwa hizo. Ndio nyimbo zinaimba, unaweza kaimba ukaruka paka ukagonga na dada, lakini na upendo kweli. Upenda nini sasa? Kwanza kuchagua. Na hili chague kuna utashi. Uongozi na neema ya Mungu waangaziwe. Kulinda, kusamehe, kusindikiza, kuwa mwaminifu. Kwa naposema nampenda mwenzangu, si kwa sababu ana sura nzuri, si kwa sababu ana umbo zuri, si kwa sababu amenipa kitu, si kwa sababu anafanya mimi faidi mambo haya, mambo fulani, si kwa sababu ananifurahisha. Nampenda mwenzangu alivyo, ni sura na mfano wa Mungu, na nampenda alivyo, sio anavyoonekana. Nampenda alivyo, na kwa sababu kama nampenda alivyo, ndio maana tunapochagua kulinda, kusamehe, kusindikiza na kuwa mwaminifu. Kiangalia katika ulimwengu wa leo, tunaona mambo yanaenda kinyume. Wakati mwingine ndani ya familia unaweza kushangaa mwenzako ndiye anakusaliti, anakuuza. Anakuuza, amekuona unaenda kuchukua pesa benki, anawaambia majambazi kwa sababu anaenda kugawana hizo pesa. Saizi atabeba hiyo, anaenda saizi anatarudi kwa mtu. Unamuuza, unakusalitiana. Na si hiyo tu, wakati mwingine unakugombana, unakutesana kwa sababu tu mwingine ana nguvu kuliko mwingine. Na tunaona ndio maana hata katika familia zetu kuna majeraha, kuna waliojeruhiwa, kuna wenye huzuni muda wote. Wana raha katika familia sana. Usikie siku tu ugomvi. Pendo umetoweka.